Watoto wanaozaliwa na baba mmoja na mama mmoja wanaweza kawa na aiba mbili, aidha wakafanana kitabia ama wasifanane kitabia. Sina mashaka na Kenani kiongozi, na sina mashaka na picha kubwa ya wasaidizi wa Mheshimiwa Rais kumleta Kenani hapa. Lakini hapo ambayo wewe ulioyatenda na ambayo huenda yakawa yamewavutia sana wakazi wa Arusha kutokana na nature yao, tusiwasahau wadudu. Lakini katika mazingira hayo umeondoka sasa katika kiti hicho na unaelekea kwenye ubunge. Sasa yale ambayo uliyowatendea, huenda wapo ambao wakasema sasa Makonda ameondoka kwenye kiti hiki, huku wanapokwenda tutaweza kuyapata kweli yanayofanana na yale, na wapo ambao watakaosononeka na hivyo, kama dunia ambavyo ilivyo na mwanadamu, kila mtu na pesi yake. Nini ambacho kimekufanya uamini kwenye ubunge utawatendea makuu wakazi wa Arusha? Una picha gani huko dhidi yao? Najua ni swali ambalo ningeweza kuikwepa kwa sababu leo nakabidhi ofisi, lakini kaka zangu mfahamu, kuna tofauti sana kati ya mtu na nafasi. Nafasi inaweza kumfanya mtu kuwa mkubwa na nafasi inaweza kufanya mtu kuwa mdogo, lakini mtu anaweza kufanya nafasi zote sawa. Sio kama nimejibu vizuri. Yaani nafasi inaweza kumfanya mtu akawa mkubwa, afu na nafasi inaweza kumfanya mtu akawa mdogo. Yaani tafsiri ya kwamba mtu anaweza kusema mkuu wa mkoa ni mkubwa kwa nafasi, mkuu wa wilaya ni mdogo kwa nafasi. Lakini mtu anaweza kaifanya nafasi ya ukuu wa wilaya au nafasi ya ubunge ikawa pia ni kubwa kwa matokeo ya tabia yake. Kwa hiyo it's not about the position, it's about the character of the person who hold that position. Kwa Makonda ukimtazama alipokuwa mkuu wa wilaya Kinondoni, au ukamtazama aliyekuwa rais wa vyuo vikuu Tanzania, utaona kuna vitu alivyovifanya vikubwa katika nafasi ndogo. Alipokuwa mkuu wa wilaya Kinondoni, utaona kuna vitu alifanya vikubwa katika nafasi ndogo. Alipokuwa mkuu wa mkoa utaona hivyo. Alipokuja kuwa mwenezi utaona. Alipokuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha unaona. Kwa hiyo kumbe si swala la nafasi. Na ndio maana kila Makonda akienda mahali anasema kwamba hivi kumbe nafasi ni kubwa kiasi hiki. Kumbe nafasi ina heshima kiasi hiki. Kumbe nafasi hii unaweza kufanya hivi. Swala sasa hapo nakuja sio nafasi. Hata kwenye ubunge Mwenyezi Mungu akiridhia kupitia chama changu nikapata ridhaa, tutawaonyesha pia ukubwa wa nafasi ya ubunge. Na ndio maana anasema ubunge sio mtu, ni taasisi. Sasa ukiwa na mentality ya kuiona ubunge ni taasisi sio mtu, ndio ukubwa utakapokuja kuona hapo. Sasa mkuu, mimi nafahamu kwamba siasa ni mikakati ya muda mrefu. Lakini wewe umekaa mwaka mmoja hapa Arusha. Na of course wewe ni mwanasiasa, na mwanasiasa siku zote anataka madaraka ya kisiasa. Sasa nataka nimejiuliza sana hili swali. Nikasema kumbe Makonda amekaa mwaka mmoja tu Arusha. Nini kimemshawishi ndani ya mwaka mmoja huu ajiamini kwamba anaweza kachukua jimbo la Arusha mjini hapo? Sababu pengine babu tuambie tu leo kwamba huo ulikuwa mkakati wako wa muda mrefu, au pengine unahisi bado una deni na watu wa Arusha. Nini yani what happened mpaka wataka kuchukua ubunge Arusha mjini? Sasa kwa kanuni za chama chetu watakwambia umeanza kampeni mapema. Lakini fahamu tu kwamba mimi Arusha niko zaidi ya miaka 15. Nina mtoto wa Arusha ambaye ndio amenifikisha hapa. Kwa hiyo kama kuna mafanikio yote Makonda nayo, huwezi kumsahau mke wake Maria, ambao ni zao la hapa Arusha. Kwa hiyo Arusha ina mchango wa mafanikio yangu. Yawezekana nafasi ya mwaka mmoja kwa sababu ya kuonekana kushika nafasi ya ukuu wa mkoa, lakini si kuishi na kwa sehemu ya wananchi wa mkoa wa Arusha. Jambo la pili, muda haupimi kiwango cha mafanikio. Unaweza kukaa sehemu miaka 20 lakini usio na matokeo. Ni kama kwenye mahusiano, umlazimishi mtu akae na mtu miaka 10 ndio waoane. Wakikaa mwezi mmoja wakaliziana wanaweza kuoana. Ziko ndoa ambazo ndani ya mwezi mmoja wamekubaliana wakapendana wakaoana, zikawa bora zaidi kuliko leo kama miaka 7 wanachunguzana kwenye uchumba. Kwa time does not determine the success of anybody.